Lakini jambo lingine katika sehemu ya option ambayo tulizitaja kama ni sababu, huenda ikawa ni sababu ya Marekani kustopisha sehemu ya mashambulizi yake, ambao mwisho siku imepelekea vile Iran kustopisha sehemu ya mashambulizi yao, ilikuwa ni uwezekano wa Marekani kukusudia kwenda katika mgogoro mkubwa zaidi. Na hili ni jambo ambalo sasa hivi limeanza kukaririwa, kwanza kutokana na mahojiano ya karibu ya Rais Donald Trump ambayo moja katika kauli ambayo ameizungumza hivi karibuni ni kwamba tusipopata tunachokihitaji kutoka katika nchi ya Iran, maana yake itakuwa ni beta kwenda katika mgogoro ambao ni mkubwa zaidi dhidi ya nchi ya Iran. Hii ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, siku ya Jumanne patakuwa kuna safari ya Waziri Mkuu Netanyahu kuelekea katika nchi ya Marekani, na mara nyingi imetokea kwenda kwa Waziri Mkuu Netanyahu katika nchi ya Iran huwa hakuna kuelekea katika nchi ya Marekani. Actually siku ya Jumanne atasafiri kuelekea katika nchi ya Marekani. Mara nyingi imekuwa ikitokea Waziri Mkuu Netanyahu akisafiri kuelekea katika nchi ya Marekani, hakuna kinachofuatia mbele isipokuwa kuna tukio kubwa huwa linaweza likatokea. Na hii imekuwa ikadiriwa toka katika kipindi cha mgogoro wa Gaza, na hata katika kipindi hiki ambacho imetokea series kuanzia katika vita ya siku 12 kuja katika vita ya siku 40 takriban, imekuwa kuna series ya matukio ya namna hiyo. Kwa hivyo ile fikra ambayo tulizungumza katika video namba 96 kwamba kuna uwezekano kupoa kwa Marekani katika hivi kurudi nyuma kidogo, inawezekana ikawa ni maandalizi ya kuelekea katika mgogoro mkubwa zaidi. Jambo hili inawezekana likathibitika baada ya safari ya Waziri Mkuu Netanyahu ya siku ya Jumanne kuelekea katika nchi ya Marekani. Lakini hili kwa upande mwingine vile vile wa nchi ya Iran, bila shaka kuna matukio mengi wamekuwa wakiyafanya wakiashiria kwamba wanafahamu kwamba kuna uwezekano huko mbele ukatokea mgogoro mkubwa zaidi, na imekuwa ikaririwa na baadhi ya maafisa wa nchi ya Iran. Na moja katika matukio ambayo tumekuwa tukijaribu kuyatazama kwa kina ni series ya mashambulizi ambayo yalifanyika katika hizi wiki mbili za mashambulizi ya Marekani na Iran kushambulia katika bezi ya Al-Tanf ambayo inapatikana katika upande wa kusini mwa nchi ya Syria, lakini inapatikana katika mipaka baina ya Syria na nchi kama ya Iraq, lakini vile vile haiko mbali sana na nchi ya Jordan. Lakini vile vile baada ya kufanyika mashambulizi katika bezi ya Al-Tanf, yalifanyika pia mashambulizi katika sehemu ya Tower 22 ambayo ni bezi inayopatikana katika upande wa kaskazini mwa nchi ya Jordan. Bezi hizi mbili ni bezi ambazo zinakaribiana, lakini umuhimu wa hizi bezi maana yake ni bezi ambazo zina mifumo ya early warning system, zina mifumo ya utoaji wa taarifa za awali wakati wa mashambulizi yanafanyika. Kwa hivyo Iran kushambulia katika zile bezi za Al-Tanf base pamoja na sehemu ya